Kwanza ninayo furaha kwa kumaliza vizuri halmashauri kuu ya kazi ambayo leo Baraza la Maendeleo la Kata nikimaanisha BMK chini ya diwani wao wa kata Abdalla Ngomba wamekuja kuwakilisha ilani ya utekelezaji, na kikao kwa kweli kimeenda vizuri sana na tumekimaliza salama, na kubwa zaidi tulichowasisitiza ni jinsi ya kwenda kuangalia maendeleo ya kata ya Kichangani yanapatikana vipi, watendaji wakafanye kazi zao kwa weledi na kwa wakati, na changamoto za wananchi kwenda kufikiwa. Kwa kweli tumefurahishwa kwa sababu ripoti yao ilikuwa imeonyesha dhamira ya kumkomboa mwana Kichangani, na ripoti yao ilikuwa imesheni vitu ambavyo watendaji jinsi wanavyofika kwa wananchi na wananchi wanavyoshirikiana na watendaji na mheshimiwa diwani. Kwa hiyo kubwa zaidi, Mungu azidi kutupa nguvu. Kama mwenyekiti msimamizi wa ilani wa kata hii, ninazidi kuwaombea ili yakafanyike mazuri zaidi ya haya. Kwa kweli nimefurahi, nimeshukuru, na ninakishukuru pia chama changu. Ninamshukuru pia rais wangu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, mwenyekiti wa chama mkoa, mwenyekiti wa chama wilaya. Kwa kweli kupitia wao wanatuongoza vyema na sisi tunaenda kuisimamia ilani vyema. Leo tulikuwa na kikao cha halmashauri kuu ya kazi kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa muda wa miezi 6 kuanzia Januari mpaka Juni 2026. Taarifa hii tumeipokea kama Chama cha Mapinduzi kata ya Kichangani. Tumeipokea kwa sababu ni taarifa ambayo imekaa imejitosheleza, iko vizuri. Hivyo ninaomba Chama cha Mapinduzi ngazi ya juu iweze kutoa elimu kwa wenye viti wa mitaa ili waweze kujua kwamba wao ni sehemu ya Baraza la Maendeleo la Kata. Kwa hiyo wao ni sehemu ya kujibu maswali yanayoulizwa na chama, kwa sababu wao tumewatuma kwenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi wakiwa na kiongozi wao mkuu ambaye ni mwenyekiti wa BMK ambaye ni diwani wa kata. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika miezi 6 ijayo watakuwa tayari washapata semina ya kuweza kujitambua kwamba wao ni akina nani, ili kusiwe na maswali ambayo yanajirudia au maswali ambayo wanayauliza ambayo hayahusiani na wao. Wao wanatakiwa sehemu ya kujibu changamoto zinazoulizwa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kikubwa mimi nasisitiza amani, upendo na mshikamano. Yaani hivi vyote visingefanyika bila kuwa na amani, upendo na mshikamano. Wananchi wao wanachotakiwa waendelee kutukopesha imani yao, waendelee kutunza amani, waendelee kushirikiana na watendaji wetu na wajumbe wetu wa Chama cha Mapinduzi katika kuwasilisha kero zao kwa wakati na kuwa na subira wakati wa utatuzi wa hizo kero. Tukifanya hivyo, maana yake tutakuwa na miaka 5 mizuri kabisa kulingana na maendeleo na mustakabali wa taifa letu. Niendelee kumshukuru rais wetu kipenzi Mama Samia Hassan Suluhu kwa kuendelea kukipigania Chama cha Mapinduzi na kuipigania serikali yetu ambayo pia nayo iko chini yake na kupigania chama chetu ambacho ni cha Mapinduzi. Bado vipaumbele vyangu ni vile vile ambavyo nilivitoa kwenye ilani yangu ya kata kutokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi nilidadavua nikapata ambavyo vipaumbele vya kata ya Kichangani ni yale matatizo ambayo yanahusiana na kata yetu, ikiwa ni miundombinu, ikiwa ni swala la elimu. Umeona, bado tunasisitiza na tunaendelea kuboresha mfumo bora wa utatuzi wa kero za elimu mashuleni katika kuhakikisha tunapata ufaulu ambao unaridhisha. Tushirikiana na maafisa elimu wa kata pamoja na wazazi ili kuhakikisha watoto wetu wanasoma kwenye mazingira salama na wanafaulu vizuri kabisa. Kingine, kwenye upande wa miundombinu bado tutaendelea kushirikiana na wananchi katika kujitolea, ila niwaombe wadau ambao wanatoka na kata ya Kichangani na wengine wanatoka kata ya Kichangani, bado mfuko wetu wa manispaa hautoshelezi kufanya kila jambo. Kwa hiyo wasisite pale wanapoona wanaweza kushiriki, waje katika njia ambazo zitasaidia sisi kuhakikisha tunafanya jambo pamoja ili kuhakikisha miundombinu yetu inaendelea kuimarika. Lakini la mwisho ni mahusiano. Bado nasisitiza, tukiwa na mahusiano mazuri miongoni mwetu sisi wananchi, tutaendelea kutunza amani yetu ambayo mimi naamini bado iko vizuri, especially kwa mkoa wa Morogoro na manispaa kwa ujumla. Kwa hiyo hayo mambo matatu mimi ndio vipaumbele vyangu. Kwanza miundombinu, la pili elimu, na la tatu mahusiano. Tukiwa na mahusiano mazuri, mambo mengine yote yatafanyaje? Yatakwenda. Nadhani wewe mwenyewe unaona hapa leo tumekutanisha halmashauri kuu
tumetoka wote, tumefurahi. Bado nasema Chama cha Mapinduzi ni chama imara, na nasema nimshukuru mwenyekiti wangu wa chama ndugu Simon Kibaba, katibu wetu wa kata ambaye anakaimu nafasi hiyo Joyce Maleo, na wajumbe wa halmashauri kuu wote kwa umoja wao kwa kuhakikisha wanapitisha taarifa yetu. Hii inamaanisha chama na serikali za mitaa kupitia ngazi za mitaa mpaka manispaa wana ushirikiano mzuri na chama chetu katika kuhakikisha maendeleo ya kata yetu ya Kichangani yanakwenda. Ilani ya uchaguzi jinsi tulivyoelekeza na utekelezaji wetu wa ilani ya uchaguzi tulioyaandaa kwa ajili ya wananchi wetu yote ndani ya miaka mitano tutakuwa tumeyatimiza. Maana yake leo katika miezi 6 wamepokea taarifa ya ilani ya uchaguzi, lakini tunawaahidi watarajie matarajio mazuri sana. Yale yote tulioahidi yote yatatekelezwa kwa kipindi cha muda wa miaka mitano. Na leo tulikuwa na halmashauri kuu ya kazi kwa ajili ya kupokea taarifa za utekelezaji wa ilani kipindi cha miezi 6. Kwa kweli taarifa tumeipokea vizuri, na kulikopo na baadhi ya changamoto ambazo zimeelekezwa kwa upande wa serikali na wamekubali kwamba watazifanyia kazi, lakini kikubwa mimi nipongeze sana uongozi wa kata kwa upande wa chama, kuanzia diwani, mwenyekiti, diwani na viongozi wengine wamefanya vizuri. Kwa kweli chama sasa hivi kiko vizuri, kiko salama, viongozi wako vizuri, wanaishi kwa upendo sana. Mimi kama mjumbe wa halmashauri kuu, hizi salamu, taarifa hizi nitazifikisha kwenye halmashauri kuu ya mkoa. Kwa kweli Kichangani iko salama, na Kichangani kwa upande wa chama pako vizuri. Taarifa hii inaenda kuakisi maendeleo ya kata ya Kichangani, kwa sababu taarifa ambayo imeletwa inaakisi, imegusa maeneo yote kwa upande wa kata, na endapo serikali, viongozi au wataalamu wataenda kufanyia kazi yale ambayo yameelezwa kwenye taarifa, basi Kichangani inaenda kuwa Kichangani mpya na maendeleo yanaenda kukua makubwa ndani ya kata yetu ya Kichangani. Nashukuru kwa taarifa ambayo imeletwa leo kwa ajili ya ufanyaji kazi ambao umefanyika ndani ya miezi 6 ya Mheshimiwa diwani ndugu Abdalla. Taarifa tumeipokea vizuri, ina mambo makubwa ambayo yamefanyika ndani ya kipindi kifupi sana. Tuna imani sasa hii ya miezi 6 ambayo imekuja, tumeona ina vitu vingi vya kufanya, lakini kuna maboresho pia ya kuja kuyaingiza mle na kwenda kuyafanya. Tumetoa ushauri wetu na sisi kama wajumbe, yataenda kutekelezeka kulingana na hiyo taarifa ambayo tumeipokea leo. Nadhani hakuna baya sana, ni nzuri, natarajia mazuri, maana katupa mwanga ndani ya miezi 6 kwa kile kikubwa ambacho kakifanya. Amepiga hatua sana, ametutoa sehemu ambayo tulikuwa tunasuasua, kaja kutuokoa wana Kichangani. Sasa tunampa matarajio makubwa na imani kubwa sana kwa kipindi ambacho kinakuja na hicho ambacho kitakuja kuendelea. Mahusiano ya chama yako vizuri kwa sasa. Nadhani Mheshimiwa Abdalla amekuja kubomoa zile vurugu ambazo zilikuwepo na kuwaweka wanachama wawe wanaipenda serikali. Mahusiano ni mazuri kati ya kata na ofisi ya kata ya chama na ofisi ya serikali.